Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limetoa ufafanuzi kuhusu taarifa inayosambaa katika mitandao na picha mjongeo kimuonyesha mwananchi mmoja anaitwa Messi Daniel, mkazi wa Arusha, ambaye ameeleza kupotea kwa mume wake aitwaye David Gibson, mkazi wa Arusha. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Machi 18, 2025 na kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Justin Masejo, amesema kuwa jeshi hilo limepokea taarifa hiyo na uchunguzi wa shauri hilo linaendelea, ambapo katika ufuatiliaji uchunguzi wa awali ulibaini kuwa David Gibson amehusishwa na upotevu wa fedha uliotokea katika benki moja hapa jijini Arusha, jina akisema limehifadhiwa. Maseji ameongeza kuwa jeshi la polisi mkoa wa Arusha linaendelea na ufuatiliaji wa shauri hilo ili kubaini mtu huyo yuko wapi na taarifa kamili itatolewa. Pia jeshi limetoa wito kwa wananchi kusaidia jeshi la polisi kutoa taarifa za mtu huyo popote atakapoonekana, pia kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu. Katika taarifa hiyo ambayo iliripotiwa pia jana na Kusaga TV, ilionyesha mke wa Davis akilalamika kuhusiana na mume wake kutoweka. Siku ya Jumapili alimtumia meseji na kumwambia kwamba amechukuliwa na polisi na endapo watamrudishia simu yake basi watawasiliana. Ni siku takriban 10 zimepita sasa tangu Davis haonekani katika eneo lake la kazi, na mke wake amesema kwamba amemtafuta katika vituo vyote vya polisi katika mkoa wa Arusha bila mafanikio yoyote mpaka pale leo polisi walipoeleza kwamba amepotea kwa sababu ya kile ambacho kinadaiwa kwamba anahusishwa na upotevu wa fedha. Akaelekea ofisini kwake Mount Meru, alifungua duka, akafanya kazi mpaka majira ya saa 8. Akamwaga fundi aliyoko hapo nje kwamba anakwenda kanisani. Alipoondoka kwenda kanisani, hatujui nini kilichompata, lakini alituma message akisema nimechukuliwa na gari la polisi na sijui nimekosa nini, wakiniachia nitakutafuta. Baada ya mimi kutoka kanisani, nilipoona ule ujumbe nikajitahidi kumpigia simu mara nyingi, lakini simu yake haikuwa inapatikana. Kuanzia siku hiyo mpaka leo ni siku ya 9, hajarudi nyumbani wala hapatikani kwenye simu. Tuliripoti kituo cha polisi, pia wakaturuhusu tuende kumtafuta vituo vingine vya polisi, ambavyo tulienda kumtafuta kituo cha Sekei, kituo cha Ngulelo, kituo cha Usa, kituo cha Njiro, Temi, kituo cha Ngaramtoni na kituo cha Muriet, lakini vituo vyote hivyo hayupo. Baada ya kurudisha majibu Central kwamba tumemtafuta vituo vyote hayupo, wakatuambia labda tuende tukamcheki mahospitali in case labda amepata ajali au kitu chochote. Tulijitahidi kwenda pia mahospitalini bila mafanikio yoyote. Leo ni siku ya 9, hatujui alipo, hatujui anaishije na hatujui maisha yake mpaka leo. Polisi wamejitahidi kumchunguza na wamefungua kesi ya upelelezi na ndio wanaifanyia kazi mpaka sasa. Endapo mtu yoyote ametokea kumuona au amesikia taarifa zozote, tafadhali mimi nikiwa kama mke wake naomba muwasiliane na mimi kwa namba ya simu 0754 60 77 72. Polisi mara ya mwisho inaelezwa kwamba yeye alitumia message kwamba amekamatwa na polisi. Ndio. Mume wako ni mtu ambaye anashindwa kutofautisha mtu ambaye ni polisi na sio polisi? Hapana, kwa sababu yeye anajua mapolisi na watu ambao sio mapolisi, kwa sababu yeye ni mtu ambaye ana akili timamu, sio mnywaji wa pombe tuseme alilewa kwa wakati huo. Ina maana anajua kati ya polisi na mtu ambaye sio polisi. Sasa polisi wanapokuambia hawapo nayo unajisikiaje au unawaelewa kwa nini?
Kwa kweli wananipa wakati mgumu kwa sababu tegemeo langu pia lingine ni wao kumtafuta yeye. Sasa sijui ni kituo gani yupo kwa sababu kila ninapoenda polisi na walijaribu hata kunifungulia wafungwa wote ni waone pale Central lakini hakuwepo. Sasa sijui ni kituo gani yupo. Na ilikuwa saa ngapi wakati anachukuliwa? Mimi message alinitumia saa 10:35 ya jioni. Hapo hakuwa na shuhuda yote labda alielezea kwamba aliona alishuhudia? Hakuchukuliwa hapa dukani, alichukuliwa njiani akienda kanisani Njiro. Na wakati anaenda kanisani huko Njiro, alikupa taarifa anaelekea kanisani au alikuwa lazima? Hapana, nilikuwa najua kwa sababu aliniambia mchana, ikifika mchana nitaenda kanisani kwa sababu alikuwa amefunga na alikuwa anaenda kanisani ili aweze kufungua kwa siku jioni. Siku ya kwanza, siku ya pili, leo siku ya 9 na wanazungumza na vyombo vya habari. Siku zote hizo mimi siku zote hizo nilikuwa nikifuatilia polisi kwa sababu nilijua hilo lilikuwa ni jukumu la polisi kufanya hiyo kazi ya kumtafuta. Ikawaje? Nimeenda polisi siku zote hizo mpaka kesi ya upelelezi ilipofunguliwa, ndipo tulipoamua sasa kutafuta na vyombo vya habari ili kupaza sauti zaidi na hizi habari zienee mbali zaidi. Kama kuna yeyote aliyehusika na jambo hili aweze kumwachia, au kama polisi wamehusika basi waweze kumruhusu atoke. Alituma hiyo message kabla hajanyang'anywa simu, maana ujumbe wake ulisema atanijulisha baada ya kurudishiwa simu. Soma kwa ujumla yote kwa nasema. Message ilikuwa inasema nimechukuliwa gari la polisi, nenda nisaidie kufunga duka, wakinirudishia simu nitakutafuta. Kupitia hayo maneno alioandika na huo ujumbe, nina uhakika ni yeye aliyotuma hiyo message. Davis anampenda sana Mungu kwa sababu hiyo siku ya Jumapili alitoka kanisani Lutheran ibada ya kwanza, alitoka saa 4 akaja dukani, akaniaga mimi nyumbani kwamba haya basi mimi nenda zangu kazini. Akaja dukani, alipofika dukani akakaa mpaka saa 8, akaenda tena kanisa lingine huku akiwa amefunga. Kwa hiyo yote aliyemchukua alimchukua akiwa amefunga. Sasa tujui kama aliweza kufungua au ameendelea kufunga mpaka leo. Kwa yeyote aliyehusika kwenye hili, hakika mimi sijui aliyemchukua ni nani, lakini Mungu wa mbinguni ndo anayemuona. Elewa kwamba huyo ni baba wa watoto 3 ambao wote wako shule, wanahitaji ada, chakula na kila kimoja kutoka kwake. Popote ulipo tafadhali, kama unaye kwa njia moja au nyingine,